Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Iringa Comrade Harry James, mjumbe wa kamati kuu Mheshimiwa Salim Assas, katibu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Iringa ndugu Goa, maaskofu, mashehe, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Awali ya yote, na mimi nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuzawadia zawadi ya uhai. Lakini nisimame hapa mbele yenu kutoa pongezi za dhati kwa ndugu yetu mkuu wetu wa mkoa Harry James. Kwa kweli nafasi yake amestahili. Na mimi nikuhakikishie mkuu wetu wa mkoa, kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, tutakupa ushirikiano wa kutosha. Tutakupa ushirikiano wa kutosha sana na bahati nzuri wewe umeteuliwa ukabaki hapa Iringa. Na falsafa yako naijua. Kila tulipokuwa tunakupigia simu, wewe simu zetu ulikuwa unakata. Naambia hapana, nitapiga mimi. Kwa hiyo natumaini hata hawa wakuu wa wilaya, kwa sababu wewe upo ndio kiongozi wao, wataiga mfano wako. Wataiga mfano wako. Lakini kila tulichokuwa tunakuambia, kama kuna shida mahala, kuna tatizo limejitokeza, wewe ulikuwa una neno moja tu: hayo ni maelekezo. Ulikuwa unasema hayo ni maelekezo. Kwa hiyo nafikiri hata hawa watakuwa wanasema haya ni maelekezo. Kwa hiyo kwa sababu upo Iringa, kwa kweli si tunafikiri hawa hawatapata ugumu juu ya shughuli. Lakini chukue nafasi hii nimpongeze ndugu yangu Sita, kwenye uongozi sio mgeni. Ndugu yangu Kiando, kwenye uongozi sio mgeni. Uongozi ni mazungumzo. Uongozi ni mazungumzo, kama alivyokuwa anafanya mkuu wetu wa wilaya. Kuna kisa kimoja cha familia. Wanafamilia walikuwa hawaongei. Sasa kila baba na mama walikuwa hawaongei, ila walikuwa wanaandikiana. Kila mmoja anaandika karatasi anaweka mezani. Akihitaji chakula anaandika saizi njaa inauma, anaweka mezani. Akihitaji maji ya kuoga anaandika, anaweka mezani. Walikuwa hawaongei, lakini mwisho wakaongea, kwa sababu hatima yoyote msipoongea hamuwezi kuleta hata maendeleo ya familia. Kilichotokea ni nini? Yule baba wa familia aliandika akasema, naomba uniamshe asubuhi saa 12. Yule naye akaenda akaandika karatasi akaweka mezani, amka sasa kumekucha. Kwa hiyo kilichotokea, yule alichelewa kuamka na alikuwa anaenda kufanya interview, akawa amechelewa kwenda kuangalia karatasi. Akamuuliza, mbona ukuniamsha? Sasa mbona hatuongei? Kwa hiyo mazungumzo yoyote, ili kufanikiwa jambo lolote, ni swala la mazungumzo. Watu wa Iringa ni wema, wakarimu. Kinachotakiwa ni wenzetu wakuu wa wilaya, tunatakiwa tuongee, tuzungumze. Hakuna jambo lililo gumu ambalo litashindikana bila kuongea. Na watakia kila laheri ili kazi zenu zikawe njema.